Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kwa habari mbalimbali. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Mataifa kadhaa yamepongeza makubaliano ya kuvimaliza vita vya Israel kwenye ukanda wa Gaza baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema wawakilishi wa Israel na wa Kipalestina wamesaini awamu ya kwanza ya mpango huo. Urusi ilisema siku ya Alhamisi Oktoba 9 kuwa ilikuwa imefurahishwa na hatua hiyo, ambapo kwa msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov alinukuliwa na shirika la habari la TASS akibainisha uungaji mkono kikamilifu wa Rais Vladimir Putin kwa makubaliano kati ya Israel na Hamas juu ya awamu ya kwanza ya kumaliza mgogoro wa Gaza. Saudi Arabia, taifa tajiri zaidi miongoni mwa mataifa ya Kiarabu na yenye Waislamu wengi, ilisema kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni kwamba ilikuwa inatarajia hatua hiyo muhimu ingelipelekea kwenye amani ya kudumu. Tunatarajia kutakuwa na hatua za haraka kukomesha mateso yanayowasibu wa Palestina, kukamilisha kuondoka kikamilifu kwa wanajeshi wa Israel kwenye ardhi ya Palestina, kurejesha usalama na utulivu na kuanzisha hatua za vitendo ili kufikia amani kamili iliyojikita kwenye suluhisho la madola mawili huru, ilisema wizara hiyo. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezitaka pande zote kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa kati ya Israel na Hamas katika awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa Gaza unaoungwa mkono na Marekani. Guterres amesema mateka wote lazima waachiliwe huru kwa njia ya heshima na usitishaji wa vita wa kudumu lazima ufanyike. Amezipongeza Marekani, Qatar, Misri na Uturuki ambazo zimesaidia kufanikisha makubaliano hayo katika mazungumzo yaliyofanyika Sharm el-Sheikh huko Misri. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ameendelea na kampeni za kunadi ilani ya chama chake katika kanda ya Ziwa, ambapo leo kampeni hizo amefanya katika mkoa wa Mara. Mwanahabari wetu Kisa Mwaipiana anayo taarifa kamili. Utekelezaji wa kishindo wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025 uliofanywa na serikali ya chama cha CCM chini ya uongozi wa mgombea huyo Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa turufu muhimu kwa mpeperusha bendera huyo wa CCM katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi, kuaminiwa na kukubalika na maelfu ya wananchi katika kunadi sera za ilani mpya ya CCM na ahadi anazotoa kwa Watanzania. Akitoa ahadi hizo akiwa mkoani Mara wakati wa ziara za kampeni za uchaguzi alizofanya katika wilaya za Bunda na Musoma mjini, mgombea huyo amewataka wakazi wa mkoa huo kuichagua CCM, chama chenye uzoefu mkubwa wa uongozi, ili wapate maendeleo yenye maslahi. Na skimu mbili ndani ya wilaya hii, lakini bado wangehitaji skimu nyingine, pamoja na kujengwa mabwawa ya kumwagiliwa na vituo vya zana za kilimo. Nataka kuhakikishia kwamba katika ilani yetu tunatakiwa tuwe na vituo vya zana za kilimo, na mkoa wa Mara unakwenda kuwa na vituo hivyo. Kwa upande wa uvuvi, miaka 5 iliyopita tumeleta vizimba 47 ndani ya mkoa huu, ndani ya wilaya hii ya Bunda, na hii ni ajira kwa vijana wetu. Naye makamu mwenyekiti wa CCM Bara Steven Wasira akizungumza amemwelezea Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa ni kiongozi mwenye mafanikio makubwa kutokana na maendeleo yaliyopatikana katika kipindi chake cha uongozi, na kuwataka Watanzania kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi Oktoba 29 na kumchagua kiongozi huyo. Kuleta mgombea wetu kuja kuomba mumpigie kura na mkirudishe Chama cha Mapinduzi madarakani kwa miaka 5 ijayo.
Sisi hatuwaletei mgombea uraisi ambaye ni Lena. Sisi tunawaletea mgombea uraisi ambaye amefanya uraisi tena kwa mafanikio makubwa. Awali mgombea huyo alifanya mkutano mdogo wilaya ya Busega, kata ya Lamadi, mkoani Simiyu, na kutoa ahadi mbalimbali kwa wakazi wa eneo hilo, ikiwemo kukamilisha ujenzi wa barabara, ujenzi wa soko la kisasa pamoja na ujenzi wa stendi ya mabasi. Nilitenga fedha za kujenga soko hapa Lamadi. Ni uongozi wa halmashauri, madiwani wanabishana Lamadi au Nyashimo, Lamadi au Nyashimo. Soko lile halikujengwa, lakini ahadi yangu iko pale pale, madiwani watakapoelewana. Na wakati ule ahadi yangu ilikuwa ni kujenga soko lile hapa Lamadi. Mtazamaji, utendaji mzuri wa Daktari Samia Suluhu Hassan umeendelea kuvutia wapinzani kutoka vyama mbalimbali vya siasa kuhama vyama vyao na kujiunga na CCM. Na leo hii imetokea kwa wanachama wanne kutoka vyama vya ACT Wazalendo, Chauma pamoja na Chadema kutangaza rasmi kuachana na vyama hivyo na kujiunga na CCM. Mimi leo nimeamua kurudi kuja kuungana na Watanzania wenzangu kuijenga nchi yangu, nikiwa bado nina nguvu, nina ari na nina moyo wa kuitumikia Tanzania mama. Na mimi nilikuwa nikikaa nikiangalia umma wa Watanzania unaokuja kumwangalia Mama Samia na kumpigia kura tarehe 29, nasema vyama vingine hivi ni wasindikizaji tu. Kwa uchaguzi ujao, naomba uchaguzi uwe na amani na utulivu, tuweze kumaliza salama kabisa bila jamu yoyote. Katika uchaguzi huu ninavyoona mimi ni uchaguzi mzuri. Kwanza tunataka amani. Umri niliofikia huu sijawahi kuikimbia nchi yangu sababu ya wanasiasa wanaoleta vurugu. Nikiripoti kutoka katika mkoa wa Mara hapa Musoma mjini, mimi ni Kisa Moipiana wa Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka waandishi wa habari mkoa wa Kigoma kutimiza wajibu wao wa kuhabarisha umma kwa kuzingatia sheria miongoni mwa maadili ya kazi, na kuwataka kutotumiwa na wanasiasa kupotosha umma kwa maslahi yao binafsi, jambo ambalo linaweza kusababisha taharuki katika jamii, hususan kipindi hiki cha uchaguzi. Taarifa zaidi na Mwajabu Hoza. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua wakati akimwakilisha mkuu wa mkoa katika mdahalo kati ya maafisa wa serikali pamoja na waandishi wa habari mkoa wa Kigoma ambao umeratibiwa na Baraza la Habari Tanzania MCT. Anasema jukumu la waandishi wa habari ni kuzingatia maadili yao ya taaluma katika kuhabarisha umma na kutokuwa sehemu ya kuzua taharuki kwa maslahi ya watu wachache. Usitumike kisiasa. Kuna wakati ambao wanahabari wanaweza kutumika kisiasa, wakaamua tu kuandika habari kwa ajili ya kuleta chuki ama kumfeva wanasiasa fulani. Katika mdahalo huo, washiriki walitoa maoni yao katika kuboresha utoaji na upatikanaji wa taarifa kwenye sekta mbalimbali za serikali na kudumisha mashirikiano. Utaratibu wetu wa polisi ni mrahisi mno. Kwanza tunataka watu wapate taarifa zilizo sahihi. Pia mkajifunza sheria zinazoongoza hizi taasisi ambazo mnakwenda kuomba taarifa kwa sababu tumeona wakili msomi hapa wakati anaelezea, tunakuta kuna mahali sheria huwa zinakuwa na mkanganyiko, zinakinzana. Tunapaswa kuwa makini kazi ambazo tunakuwa tukizifanya za kuhabarisha umma zilenge katika kuwasilisha yale yanayozungumzwa, tusiandike habari za uchochezi ambazo zinaweza zikaleta taharuki na mwisho wa siku kuvuruga amani ya nchi yetu. Ni kuhakikisha wakati huu wa uchaguzi waandishi wetu wanafanya kazi kwa weledi kwa kushirikiana na mamlaka. Katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa kaeleza msimamo wa serikali ni kuendelea kushirikiana na waandishi katika kufikisha taarifa sahihi kwa jamii. Mimi niwahakikishie tu kwamba wakati wote, muda wote nitaendelea kuwapatia ushirikiano, lakini pia pamoja na taasisi zangu zote ambazo nimekuwa nikizisimamia pia tutaendelea pia kuwapatia ushirikiano. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma.
Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya chama cha Makini Costa Jimmy Kibonde amefanya mkutano wa kampeni mjini Tabora akiwaomba ridhaa wananchi kumchagua awe rais wa 7 wa Tanzania, huku akitumia muda mwingi kusisitiza wananchi kuitunza amani ya nchi, hususan wakati huu wa kuelekea kupiga kura uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Mwanahabari wetu Pendo Salu ana taarifa zaidi. Ni mwendelezo wa mikutano yake ya kampeni mgombea urais kupitia chama cha Makini Costa Kibonde, ikiwa ni mkutano wake wa 24 tangu azindue kampeni zake. Sasa ni zamu ya wanatabora kumsikiliza akinadi sera zake, ambapo amejikita zaidi katika kuimarisha sekta ya afya, barabara na kuboresha sekta ya kilimo. Kwa mara ya kwanza mkulima wa Tanzania atosubiri pembejeo kwenye magari ya serikali, bali pembejeo zitamsubiri mkulima kwenye magari ya serikali, na pembejeo hizo mkulima atapata kwa wakati, na hatimaye atakwenda kuzalisha mazao ambayo tunaamini serikali yangu imejipanga kumtafutia soko mkulima nje ya nchi na kuhakikisha kwamba bombadia zinatua kila mkoa. Na serikali yangu kwa kuanzia nimesema nitaagiza bombadia 70. Ninachohitaji nini? Ninahitaji mkazi wa Tabora upande ndege kwenda Dar es Salaam, takwenda kushusha tiketi za ndege. Nahitaji mkulima wa chini kabisa apande ndege ajisikie raha. Kisha akazungumzia zaidi suala la kulinda amani ya nchi, hasa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, akiomba wananchi kuwapuuza wanaohamasisha maandamano. Kama mimi nipate urais ili mtu afe, basi hata bora urais wenyewe nisipate. Kumekuwa kuna upotoshaji mkubwa sana, vitu vya kuchochea sisi wa Tanzania ili Oktoba 29 muandamane. Ndugu zangu, mimi Costa Kibonde ninawaomba kwa moyo mkunjufu muwapuuze hao watu. Najaribu kuwapigia magoti kwa kuwaomba hilo swala. Ninakuombeni amani yokeni mbele. Ninaombeni mnikubalie kwa hilo. Ninawaomba sana wakazi wa Tabora. Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Watu 13 wameuawa katika shambulizi la RSF nchini Sudan baada ya wanamgambo hao kushambulia msikiti uliokuwa unatumika kuwahifadhi watu wasio na makazi katika mji wa Al-Fasher. Mtu mmoja anayeishi karibu na eneo hilo amesema shambulizi hilo lilitokea Jumatano mchana. Amesema baada ya shambulizi hilo walitoa miili ya watu 13 kutoka kwenye kifusi na kisha kuwazika. Mtu mmoja aliyenusurika katika shambulizi hilo amesema kulikuwa na familia 70 ndani ya msikiti huo baada ya RSF kuingia ndani ya nyumba zao. Amesema shambulizi hilo limewajeruhi pia watu wengine 20 na kuharibu sehemu ya msikiti huo. Mashambulizi yanayofanywa sasa ya RSF dhidi ya Al-Fasher ni mabaya zaidi tangu walipoanza kupambana na jeshi la Sudani mnamo Aprili 2023. Mashambulizi hayo yanafanyika ndani ya muda wa saa 24 baada ya RSF kuwaua watu 12 katika hospitali kuu ya mji wa Al-Fasher ambako umezingirwa. Umoja wa Mataifa umelazimika kupunguza vikosi vyake vya kulinda amani duniani kote kwa takribani 25% kutokana na kukosekana kwa fedha. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa ambaye hakutaka kutajwa jina amesema vikosi hivyo vitapunguzwa kutokana na ukosefu wa fedha unaohusishwa zaidi na kupunguzwa kwa misaada ya Marekani. Takribani wanajeshi na askari polisi 13,000 hadi 14,000 pamoja na vifaa vyao watarudishwa makwao,
huku idadi kubwa ya wafanyakazi wa kiraia wa vikosi hivyo pia ikiathiriwa. Marekani ilikuwa inatarajiwa kuchangia dola bilioni 1.3 kati ya jumla ya bajeti ya dola bilioni 5.4 kwa shughuli za kulinda amani za mwaka 2025 hadi 26. Hata hivyo, Marekani imeueleza Umoja wa Mataifa kwamba italipa tu nusu ya kiasi hicho au dola milioni 682 ambazo zitajumuisha dola milioni 85 zilizotengwa kwa ajili ya kikosi kipya cha kimataifa cha kupambana na magenge ya uhalifu nchini Haiti ambacho hakikuwepo katika bajeti ya awali. Askari mmoja wa jeshi la zimamoto na uokoaji amefariki dunia na wengine 6 kujeruhiwa katika ajali iliyotokea katika eneo la Kumradhi, nitarejea taarifa hiyo. Askari mmoja wa jeshi la zimamoto na uokoaji amefariki dunia na wengine 6 kujeruhiwa katika ajali iliyotokea katika eneo la Kilindini, wilaya ya Micheweni, kisiwani Pemba, ikihusisha gari lenye namba za usajili KZU 290 mali ya kikosi cha zimamoto iliyogongana na lori la mchanga aina ya Fuso lenye namba za usajili Z432 KL. Taarifa zaidi na Masanja Mabula. Ndio ilikuwa gari ya pili kutoka hiyo iliyopata ajali, lakini chanzo cha ajali hiyo ilikuwa ni kwamba tulikuwa kwenye kona na tulipokuwa tunapinda ile kona likatokea lori la mchanga. Kamishna wa jeshi la zimamoto na uokozi Zanzibar Rashid Mzee Abdullah amesema jeshi hilo kushirikiana na jeshi la wananchi wa Tanzania wameratibu matumizi ya helikopta kwa ajili ya kuhamisha majeruhi wa ajali hiyo kutoka hospitali ya wilaya Micheweni hadi hospitali kuu ya Mnazi Mmoja kwa matibabu zaidi. Katika ajali hiyo tumepata majeruhi karibuni 6 pamoja tumepoteza kwa bahati mbaya askari wetu mmoja, na uharibifu mkubwa umetokea kwa gari yetu ambayo ndio ilikuwa imetangulia kwenda huko mbele. Lakini mpaka kufikia dakika hii tunashukuru Mungu tumepata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wenzetu wa jeshi la wananchi wa Tanzania, wametuletea helikopta na tumeweza kuwahamisha wale majeruhi wote pamoja na mwili kuelekea Unguja makao makuu kwa ajili ya huduma za kiafya zaidi. Akizungumza kwa niaba ya daktari zamana hospitali ya Micheweni, Rashid Daudi Mkasha amesema mara baada ya ajali kutokea, hospitali imepokea majeruhi na timu ya madaktari imechukua hatua za haraka kuwapatia matibabu ya awali. Timu ilishughulikia vya kutosha kabisa, wa kuwekea cannula, wa kufanya suctioning, wa kufanya open veins, kila shughuli zote ambazo kwa zinahitajiwa kufanyika za kiutaalamu zimefanyika katika mazingira ya hali ya juu. Kwa hiyo ni huyu mmoja ambaye kwa tayari alikuja ni maiti, lakini mpaka tumefanikiwa kuwasafirisha jioni hii wote majeruhi tumewasafirisha wakiwa katika hali ambazo kwa ni nzuri, wameshapa kuwa stabilized tayari. Kwa hiyo tunategemea inshallah, sisi kikubwa cha kusema ni kuwatakia majeruhi hawa Mungu awajalie wafikishwe kule kwenye matibabu ya hali ya juu katika hali nzuri, ili inshallah waweze kusave maisha yao. Miongoni mwa vijana ambao walikuwemo katika ajali hiyo wanatoka ndani ya jimbo langu. Kwa niwape pole sana na niwaombe wazazi, jamaa, ndugu na marafiki wawe na subra katika kipindi hiki kigumu, wawe wavumilivu. Na kinachofurahisha pamoja na kwamba limetokea, serikali imechukua hatua za haraka sana. Nawashukuru pia wataalamu wetu, kwa sababu nimekuja Micheweni hospitali kabisa, namna walivyopokea majeruhi wale na walivyowatibu na kuwahudumia kwa hali zote. Hili ni helikopta la jeshi ambalo limekuja kwa ajili ya kuwachukua majeruhi wa ajali iliyotokea leo katika eneo la Micheweni. Nikiripoti kutoka hapa kisiwani Pemba, mimi ni Masanja Mabula. Kampuni ya mbolea Tanzania TFC imejizatiti kuongeza huduma hiyo karibu ili wakulima wote waweze kupata mbolea kwa bei ya ruzuku, hivyo kuendelea na uzalishaji wenye tija. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi.
Asilimia 80 ya wakazi wa Mbalali wanategemea kilimo kwa ajili ya kuendesha maisha yao, hivyo upatikanaji wa mbolea sahihi ni jambo lisilopukika, hivyo kupelekea kampuni ya mbolea Tanzania TFC kuwatoa hofu kuwa baadhi ya mbolea tayari zipo nchini, ikiwemo mbolea ya kani 27, urea N 46, waendelee na uzalishaji wenye tija kwao na taifa kwa ujumla. Asilimia 85 ya mahitaji ya mbolea hizi kwa hapa mkoa wa Tumbaku Chunya tayari zimeshafika na naamini mipango ya kuanza kuzisambaza aidha imesha au imekamilika. Ninao matumaini wakulima mashahidi wamezitumia kutoka kampuni ya mbolea TFC na zinaweza kuwapa tija nzuri. Upande wa serikali, msisitizo ni kuwakumbusha wakulima kuwa mbolea ya ruzuku inapatikana kwa bei elekezi, hivyo wasilaghaiwe na wafanyabiashara wasio waaminifu wanaopenda kununua. Mtu akipata elimu huyu anafanya kitu vizuri. Kwa mfano, wakipata elimu ya mkopo hapa na tukipata elimu ya mkopo vizuri, kuna uhakika wa watu kuperform kwenye mambo ya kilimo. Jimmy Mengele, Channel 10, Mbeya. Jumuiya ya hifadhi ya wanyama pori ya Isawima inayomilikiwa na vijiji 15 wilayani Kaliua mkoani Tabora imeeleza kuwa imefanikiwa kudhibiti vitendo vya uvamizi kwenye hifadhi hiyo kwa asilimia 75, wakati huu ambapo baadhi ya watu wanaoendelea kutamani eneo hilo la hifadhi kufanyia shughuli zao kijamii ikiwemo kilimo na ufugaji. Wanahabari wetu Pendo Salwa nayo taarifa kamili. Ni katika mkutano mkuu wa jumuiya ya Isawima ambao umewakutanisha viongozi wanaounda jumuiya hiyo ya vijiji 15 pamoja na wadau. Katibu mkuu wa jumuiya ya Isawima Hamisi Katabanya akaanza kwa kutoa taarifa ya utekelezaji kuhakikisha hifadhi inaendelea kulindwa. Fanikiwa kuondoa wavamizi kwa asilimia 75, na jambo hili bado hatujaweza kulimaliza. Ni jambo ambalo ni mchakato, kwa sababu tunaziwia kufanya watu shughuli zao kule. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na silaha. Wakati mwingi tumekuwa tukitaka kutekeleza majukumu yetu, lazima tushirikiane na TAWA, tushirikiane na polisi. Sasa taasisi kama Isawima ambayo serikali imesha declare interest, lazima tuwe na silaha zetu wenyewe. Akifungua mkutano huo kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kaliua, afisa tawala ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kaliua Charles Makwaya amewataka viongozi wa jumuiya ya Isawima kuendelea kuweka mguu chini ili kukomesha vitendo vya uvamizi ndani ya hifadhi hiyo. Kazi hii si ndogo, kazi hii ni kubwa na ni kazi yenye lawama. Msiogope lawama. Mimi naamini watu wengi sana wanatamani kwenda kuvamia zile hifadhi. Sasa wakikuta mko strong, mko imara, hapo ndipo mwanzo wa majungu yanaanza, na hapo. Lakini lengo tu ni kuwakatisha tamaa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuwakatisha tamaa ili tusiwepo na hifadhi ya Isawima. Lakini mpaka hapa tulipofikia, hifadhi hii itakuwa endelevu. Uwepo wa hifadhi hii ya Isawima umekuwa na manufaa makubwa hasa kwa vijiji jirani. Tunachojivunia kwamba tumekuwa na mshikamano mzuri wa viongozi kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa mpaka wizara. Wamekuwa wanatushika mkono. Hicho ni kitu cha kujivunia. Kila walipokuwa wakipeleka propaganda kule, sisi tunajikuta tunashinda kulingana na hali halisi ilivyo kwenye eneo letu la jumuiya ya Isawima. Kwa upande wa kina mama, jumuiya ya Isawima ina manufaa kwa sababu imeweza kusaidia sehemu kubwa. Kwa upande wa zahanati imeweza kutoa michango mbalimbali, na kwenye upande wa maji sehemu zingine imeweza kutoa michango kwa ajili ya kuboresha visima. Eneo hilo la Isawima lenye ardhi oevu limekuwa na umuhimu mkubwa kutokana na kuwa ni sehemu ya vyanzo vikubwa vya mto Malagarasi unaopeleka maji ziwa Tanganyika. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Asante Pendo Salu kwa taarifa hiyo, nayo inatupa nafasi kwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi.